Yes, Mwananyayo TV. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo tupo kitaani, tuko tunazungumza na miongoni mwa vijana ambao niseme tu ni multi talented, ni miongoni mwa watu ambao wana uwezo mkubwa kinoma noma, kama ikitokea akashikwa mkono kwa jambo ambalo analifanya. Mimi nisitumie, Waswahili wanakuambia usitumie mate wakati wino upo. Twende moja kwa moja ujue kwamba leo tuko na mgeni wa namna gani. Bwana, mambo vipi? Bwana, kama kaa brother. Mzima kabisa. Mimi mzima kabisa bro. Bwana, kwa majina wewe unaitwa nani? Bwana, kwa majina mitaa inanifahamu kama Ruangwa Melody. Hilo ndio jina ambalo nafahamika mtaani. Jina la kutafutia ugali. Hilo ndio jina la kutafutia ugali brother. Jina lako kabisa ambalo umezaliwa la baba na mama, jina la wanasemaga jina la pasipoti ni jina gani? Jina langu nafahamika, mbona nimekabidhiwa na wazazi, nafahamika kama Idrisa. Idrisa. Kiufupi Idrisa ni nani? Idrisa bwana, ukizungumzia Idrisa bwana unamzungumzia kijana fulani hivi ambaye kwa harakati zake, yani watu wengi wanamfahamu kama Ruangwa Melodies. Ni mtu fulani hivi ambaye huwa wenyewe wanasema mzee wa vibe, umeona bwana. Hivyo yani. Kwa nini uliamua kujiita Ruangwa Melody? Nini sababu wewe kuitwa Ruangwa Melody? Yani kifupi, mpaka kufikia hatua ya kujiita Ruangwa Melody, yani kuna baadhi ya vitu au kazi ambazo nimezifanya zikanitengenezea hili jina, kwa sababu unajua ukishafanya kazi mzuri kwa nyumbani, alafu watu wanakuambia bwana, kama wewe hapa hakuna, kwa namna moja ama nyingine tunahitaji wewe ndio unashikilia bendera ya Ruangwa kuipeperusha. Kwa hiyo nikasema sio okay, kwa sababu wana Ruangwa wenyewe wameamua kunipa hii bendera ya kuweza kuipeperusha, kwa nini nikatai sasa? Kwa hili jina bwana nimekabidhiwa na wana Ruangwa. Kiufupi wewe unawakilisha wana Ruangwa wote? Mimi nawakilisha Ruangwa mzima. Wana Ruangwa wote mimi ndo nawakilisha. Ruangwa mabegani. Hii inaitwa Ruangwa mabegani brother. Niliziona clip zako za wewe kuimba. Kuimba kwa namna ambayo ya kipekee, unaimba kwa Kihindi. Nini sababu ambayo ilikupelekea wewe kuanza kuimba kwa Kihindi? Sababu zilizonifanya niimbe nyimbo za Kihindi bwana, kitu kikubwa kwanza, yani mimi ni mtu ambaye anajitafuta. Kwa kama anajitafuta, huwa pia nataka niangalie kitu gani ambacho mimi nikifanya kwa watu naweza kuwa mgeni na naweza nikapokelewa kutokana na njia ambayo nitakuwa naitumia. Kwa hiyo nikasema nikiangalia upande wa burudani huko, burudani zingine za kawaida watu wanazifanya kila siku, kwa hiyo nikisema nifanye vile wanavyofanya wale, itakuwa kuna kitu kipya tena, itakuwa ni vile vile. Kwa nikasema nikienda na mondoko wa Kihindi, hakuna mtu ambaye anaimba nyimbo za Kihindi mtaani. Sasa nikiwa mimi naimba Kihindi, mimi nitakuwa ni mtu wa kwanza kabisa, kwa namna moja ama nyingine inaweza kunitengenezea nafasi. Kwa hilo ndo wazo ambalo nilikuwa nalo mimi kabla ya kuanza kufikiria kufanya hichi kitu. Na kulikopo kuna ugumu gani wakati unaanza kulitekeleza hilo wazo? Kwa sababu kuwa na wazo ni jambo moja, lakini utekelezwaji ni jambo lingine. Yani kiukweli mpaka kuja kulifanikisha lilichukua time, muda mrefu ulichukua, lakini nilikuwa tu na moyo wa ujasiri wa kukiamini kile ambacho nakiwaza kwamba hiki ni sahihi, kwa sababu tunavyoviwaza sisi vijana ni vingi, alafu tunavyovitekeleza ni vichache, lakini ili wazo mimi nilifanyia mkazo mpaka limefanikiwa. Na ili kuchukua muda gani? Kwa sababu tunajua kwamba wewe ni Mswahili, wewe sio Muhindi. Na kile unachokiimba unakielewa au tu umekikalili? Ili kuchukua muda gani mpaka kufikia hapa ambapo umekuwa una uwezo wa kumaster kitu na kukizungumza kwa namna moja au nyingine? Yani cha kwanza, kwa mfano kama kwenye kukalili, mara ya kwanza kabisa, siku zote ugeni unafahamika kama ni ugeni tu. Kitu chochote ukitaka ukifanye kwa njia ya ugeni lazima kiwe na shida, lazima kikusumbue. Kwa mara ya kwanza kilinisumbua, lakini kadri zilivyokuwa siku zinavyokwenda, ninavyozidi kukikaribia kile kitu kilikuwa chepesi. Na hata kwenye kukalili pia na watafuta baadhi ya wakali ambao wanatafsiri zifasihi
tunaenda tunatafsiri bwana, hapa nimeimba kitu fulani kinamaanisha hivi hivi na hivi. Kwa hiyo inaenda, siku zinaenda mpaka tunatengeneza kitu mazoea mpaka kufikia hapa ambapo tumefikia sasa hivi. Wakati unaanza sehemu ambayo kwa umeanza, nakumbuka sio Dar es Salaam, watu wako wa karibu walikuwa wanakuambia nini? Hakuna mtu ambaye alikuwa anakuambia bwana wewe dogo unapoteza muda tu bwana, tafuta vitu vingine vya kufanya, au kuna watu wengine ambao walikuwa wanakusupport? Watu wako walikuwa wanakuambia nini kuhusu kitu ambacho ulikuwa unakifanya? Yani kitu kikubwa kwenye maisha, yani mtu wa karibu, yani ndio watu wa kwanza ambao wanaanza kukatisha tamaa kuliko watu wa mbali. Kiukweli changamoto zilikuwepo, kuna watu wengi walikuwa wananikatisha tamaa, lakini kwa sababu mimi na ndoto nikasema hizo tamaa zao yani kukatisha kwao tamaa isiwe sababu ya mimi kuishia hapa. Kwa hiyo changamoto zilikuwepo, watu walikuwa wananikatisha tamaa, lakini kuna wengine wana upendo wa dhati, wananiambia bwana kitu unachokifanya hiki ni kizuri sana, ila jitahidi tu kuwa nacho karibu, uongeze ujuzi. Mimi na imani kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukufikisha mbali kabisa. Kwa hivyo. Na unakumbuka kwenye miongoni mwa hivyo vitu ambavyo umeanza kupitia, ni changamoto gani ambayo ushakukutana nayo tangu unaanza harakati zako mpaka sasa hivi ulipofikia hapa ukasema kwamba mimi kitu nataka nikiache? Ni changamoto ipi ambayo kama unaikumbuka? Bwana, changamoto zinakuwepo nyingi sana. Changamoto nyingi sana, lakini changamoto kubwa ambayo naikumbuka bwana, kuna changamoto fulani hivi ambayo changamoto ni nyingi sana kwa mpaka nafikiria hapa ni changamoto gani ambayo tupe moja ambayo ile kubwa kabisa ambayo nasema bwana hii hapana, hii ambayo ilikuwa nifanya kabisa, nimekaa kabisa nikasema hapana, hiki ninachokifanya nahitajika nikiache nifanye mambo mengine. Bwana, changamoto kubwa ambayo niliyokutana nayo ni changamoto tu zile ambazo tunakutana nazo. Unaweza kuwa na post kitu chako alafu mtu anakuambia bwana yani mtu anakutukana, umeona, anakuambia bwana kitu unachokifanya sicho, acha ujinga sio hivi na nini. Unajua kuna matusi fulani hivi, sasa unafikiria jamaa anatukana, yani hivyo ni vitu ambavyo mara nyingi sana nilikutana navyo na vile nikatisha tamaa sana. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndio nilikuwa nakomaa, kwa sababu ni vitu ambavyo siwe kukutana navyo, kwa vile nipa shida sana. Ukiachana na hii ambayo ya wewe watu kucomment matusi nini kwenye nani yako, kuna zile ambazo tangu unaanza watu wanakuona wanaambia wewe huwezi kufika mbali wewe. Hiyo je kutokea hiyo? Hiyo bwana isha kutokea. Wewe unapoteza muda tu wewe. Hiyo sana ishatokea. Yani kuna vipi au changamoto ilikuwaje katika upande wako? Hiyo changamoto ilinipa shida sana. Ilinipa shida, lakini huwa nilikuwa natazama sana watu ambao wanafanya vitu vyao wakiwa wanapingwa au wanakatisha tamaa, na wakajipa moyo, wakajipa ujasiri na wakashinda kupitia hizo changamoto. Kwa kupitia wale nilikitazama vile vitu ndio vilikuwa vinanipa ujasiri kwamba kumbe ipo sababu ya kuendelea, kwa sababu kitu ambacho nilikuwa najifunza, unakuta mtu kapoteza miguu yote, hana miguu lakini anategemea mikono. Nikifikiria mimi kila kitu ninacho hapa, kila kitu kiko sawa, kwa nini nikate tamaa? Aliyakuwa mtu tu ambaye amekosa miguu au mikono na bado ana matumaini ya kutafuta. Mimi inakuaje nikate tamaa kwa vitu tu hivi kawaida, aliyakuwa kila kitu kwenye mwili wangu ni kizima kabisa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mimi nikifikiria, nikiona mtu ananikatisha tamaa na nikifikiria hivyo vitu huwa vinanipa tena matamanio ya kuendelea tena kufanya. Umeanza kuimba nyimbo za Kihindi kwa muda mrefu kidogo. Una muda gani? Nyimbo za Kihindi bwana, mimi nimeanza kuimba mwaka jana. Kama mwaka mmoja hivi. Kama mwaka mmoja hivi. Tangu umeanza kuimba hizo nyimbo za Kihindi, kichwani mwako sasa hivi una jumla nyimbo ngapi? Bwana, nyimbo zipo nyingi sana. Nyimbo zipo nyingi sana. Kwa hiyo yani siwezi kukaa hapa kwa haraka nifikirie nyimbo ngapi ambazo zipo kichwani. Ila nyimbo za Kihindi nimeziweka nyingi sana. Zipo. 100 zinaweza kufika? 100 kama nilivyokuambia tu ni nyingi, ila sijajua kama 100 zinapita au hazifiki. Safari yako ya wewe kutoka Ruangwa na kuja Dar es Salaam, ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe kutoka Ruangwa na kuja Dar es Salaam? Kitu ambacho kilinishawishi, kitu kikubwa, unajua jiji la Bongo ni jiji ambalo lina kila aina ya vitu ambavyo mimi navihitaji.
hususa kwenye masuala ya sanaa kama hivi social media zipo, ukitaka sijui mameneja kina nani wasanii wakubwa wapo ndani ya jiji hili la Bongo. Kwa nikifikiria nyumbani ndio, manake mimi nyumbani nilipotoka nimetoka kama mtu ambaye kama komando. Yaani huwa nimekimbiza sana harakati zangu, nimetoka pale nimeacha kijiji cha watu ambao wanakubali harakati. Kwa nikafikiria kama watu wamekubali tu hapa Ruangwa sio shida. Kwa inabidi nitoke hapa nitafute nafasi sehemu nyingine tena nikatafute ufalme mwingine. Ndio kitu ambacho kimenishawishi mimi kuja Bongo kwa ajili ya kuja kutafuta support ili mradi sanaa yangu ifike mbali. Tangu umefika katika hili jiji la Dar es Salaam, je, unahisi kwamba vile vitu ambavyo ulikuwa unavidhani wakati uko Ruangwa hapo ulipofika Dar umevikuta? Yani kuna baadhi ya yale matarajio yangu naona baadhi kidogo nimeweza kuyafikia, kwa sababu sasa hivi naona hata wiki ipiti nimeona mpaka Roman Katoliki naye kuna kariposti, nimeona baadhi ya star wa mpira anaitwa Selemani Mwalimu naye pia kaposti, nimeona baadhi ya wadau. Yani hiyo kwa namna moja ama nyingine, yani naona kabisa kwamba vile vitu ambavyo nimevifikiria ni vile ambavyo yani vipo vile kama nilivyofikiria. Kwa unahisi ukikaza kidogo tutafikia pale ambapo unahitaji wewe kufika? Naona kabisa njia hii hapa, kwa sababu ukishaona maelfu ya watu wanakutazama na unakuta kwenye comment kuna 100, 1000 au 200 au kwenye 200 100 wanasema 150 wanasema yes, wengine 50 wanasema no, unajua kabisa hapa njia ipo. Wewe kwenye ndoto zako unatamani kufika katika level gani kwenye hiki ambacho unakifanya? Level ambayo naiomba niifike, nipate tu ile level ya kuweza yani nipate ile level ambayo mimi naweza nikakizi haja zangu. Unajua kuna kipato fulani ukikipata ni shida ndogo zinakuwa zikusumbue. Nifike hata ile level ambayo nikiwa na shida hata hizi ndogo niweze kuzitatua. Yani kwa mfano nilikuwa na shida labda bwana Maza sasa hivi ana shida kitu fulani faza, au kuna sehemu kuna tukio fulani limetokea tunatakiwa mchango wa shilingi fulani, basi niweze kupata hata hiyo level ya kuweza kutatua baadhi ya shida ndogo. Mimi nitashukuru tu. Na una imani unaweza kufika huko? Kwa namna jinsi ninavyoona game linavyoenda, mimi naona kabisa huko naweza nikafika kabisa. Kwenye hizo harakati ambazo unazifanya kila mtu ana role model. Nani role model wako? Nani ambaye kila unapoamka asubuhi unatamani kuwa kama yeye? Kiufupi ni bwana umeona sasa. Kwa hiyo nikamwambia rafiki yangu, nikamwambia unaona jamaa yule sio mshikaji mtaani, watu wanamkubali sana. Ila yule pale mimi kuna kitu nataka nikifanye kumzidi yule jamaa yule pale. Kasema utaka kufanya kitu gani? Kaambia subiri tu. Kwa sababu nilikuwa na speaker ambayo nilishawahi kununua tu kwa ajili ya kufanyia mazoezi ya kuimbia. Kwa hiyo nikalichukua ile siku, nikachukua na boga nimebeba, afu nikawa napita kutangaza mtaani, bwana leo niko na boga safi sana. Boga zuri, popo la, wanangu wa Ruangwa, leo tunakula chungu, tunakula boga safi ile popo la. Sasa nikawa nalimbia nyimbo. Nilikuwa naimba, watu wakawa wanapenda sana. Mwanangu imbo na kali sana hii. Sasa vile namna watu walivyokapokea kwa mara ya kwanza, nikasema kumbe wazo langu lilikuwa liko sahihi sana. Kwa pale ndo nikaanza kulifanyia mkazo, kwa sababu nilikuwa napiga jobu ya mtu. Umeona? Imeenda siku nikipata nafasi kazini siendi, nachukua zangu vitunda viwili vitatu hivi naingia mtaani. Watu wakawa wanapenda sana. Watu imeenda kadri siku zinavyozidi kwenda, watu wakawa wamependa. Kwa hiyo fika stage mpaka kila kitu kikakua, yule jamaa yule sasa na yeye akawa anaambiwa wewe una mali, yule mshikaji anatembea na speaker ndo mwana. Yule ndo mwamba, umeona? Mshikaji nikamwambia, unakumbuka siku moja nilikwambia kwamba yule jamaa atamfunika. Umeona kilichotokea? Mwamba hakuamini macho yake. Huyo mshikaji mpaka sasa ni mwanao. Huyo mshikaji ambaye ulimwambia kwamba utamfunika jamaa. Huyo mshikaji ni mwanangu sana. Ni mwanangu sana. Nikurudishe nyuma kidogo kwenye kitu ambacho nataka nikuulize. Ukiachana hiki ambacho unakifanya. Wakati uko shule ulikuwa una ndoto ya kuwa nani?
Nilikuwa na ndoto ya kuwa, yani mimi tangu nipo mdogo, sio tangu nipo shule tu, tangu nipo mdogo mimi nilikuwa na mtu ambaye napenda kuimba sana. Kwa hata marafiki zangu, hata watoto wangu, wale washikaji ambao tulikuwa tunacheza kwenye utoto, wanajua kabisa kwamba jamaa tangu kitambo walikuwa wanapenda muziki. Na uzuri kwamba mtaani mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana burudani. Kwa watoto wengi walikuwa na enjoy kupitia michezo yangu mimi. Yeah. Kwa burudani zangu mimi hata mtaani nilipokuwa naishi wengi walikuwa wanafurahi, watoto wengi. Na kama mimi mtaani sipo, basi pale watoto wanakaa kinyonge sana. Yaani wanakaa kinyonge, hawafurahi kabisa. Na nikiwepo hiyo sehemu najua jamaa yupo. Tofauti yani kikubwa ni mtu wa burudani. Mimi ni mtu wa burudani sana. Hiki unachokifanya sasa hivi kuna tofauti gani siku ambayo ukiwa na kispika unaimba na biashara unayoifanya na siku ambayo labda speaker haifanyi kazi? Kuna tofauti yote? Tofauti inakuwepo. Kwa sababu huwa speaker ile inapaza sauti. Kwa kama inapaza sauti, ina maana nikifanya hivi watu wengi wanakuwa siwafikii. Kwa unapokuwa kwenye speaker, kwa mfano nikisema nifanye biashara hivi, huwa biashara inakuwa ngumu. Kwa hata wateja wenyewe huwa wananiambia bwana, leo biashara itakuwa ngumu sana. Sisi tushazoea burudani. Tushazoea burudani. Mtu ananunua machungwa na burudani unapata hapo hapo. Mtu anakula machungwa na burudani anapata. Sio poa. Sio poa. Yaani 200 yako tu unakula burudani ya kutosha, kama una stress zako nini zinatoka. Hatari sana. Luangwa Melody. Kuna kipindi fulani nilikuwa nimeona kama vile umeenda BSS. Ili swala BSS limekaaje kwa upande wako? Ni sahihi. Nisho kwenda BSS. Ni miongoni mwa washiriki ambao nimeshiriki kwenye mashindano ya BSS. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka huu. Na ulifikia mpaka stage gani? Bwana, kiukweli bwana nilifikia yani kwanza nilifika pale kwenye mchujo ndo nilipokaishia. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka zaidi? Usema pale ilikuwa ni noma sana wakati unashiriki BSS. Bwana, kitu ambacho nakikumbuka ni ile hali ya yani kitu kikubwa nachokikumbuka ni ile hali ya salama nilipokuwa wananiuliza vile maswali na namna jinsi walivyokanipa matokeo yangu, majibu yangu kwamba wewe kitu chako ni hiki hivi na hivi. Umeona ile hali ambayo waliokanipokea pale, hivyo ndio vitu ambavyo mimi navikumbuka sana mpaka sasa hivi. Ndio vitu ambavyo ukiniambia kipi ambacho nakumbuka, hiko ndio kitu ambacho mimi nakumbuka sana. Mwakani unaweza kushiriki tena au basi Baba Jane bye bye? Bwana, kesho ni ya Mungu. Ila kama itatokea tena time itaruhusu taenda. Kitu gani ambacho umejifunza kwenye jambo ambalo kwenye ushiriki wako wa BSS japokuwa ulikuwa umetoka? Kitu ambacho mimi nakikumbuka na kitu ambacho nimejifunza, kwanza nahitaji nifanye jitihada za kutosha sana, na kitu ambacho kilinikomesha au kilinikwamisha kwa nilikaa muda mrefu sana bila kufanya mazoezi ya sauti. Kile ndio kitu ambacho mimi kilinitoa kwenye njia na ndio kitu ambacho natakiwa nikifanyie mkazo. Unajua msanii mwingine anaweza kuchukulia kwamba mimi nimeshazaliwa talent tu, lakini hata nisipofanya mazoezi bado itakuwa vile vile. Msanii unatakiwa kuwa hivyo. Hicho ndio kitu ambacho mimi kilinifelisha pale. Yaani nilizidi kujiamini sana kwamba mimi ni talent, kwa hiyo nikienda pale kivyo vyote vile nitawakalisha. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi kilinikwamisha. Sio kwa sababu salama sijui mnoko, hapana. Ila ni mimi tu hali ya kujiamini sana. Kutoka kuchukueni kufanya mazoezi muda mrefu, umeona? Hivyo yani hicho ndio kitu ambacho mimi kilinifelisha. Lakini mara nyingi wanakwambia kwamba watu ambao wanatokaga pale mara nyingi ndio huaga wanatoboa, kina Harmonize, kina Chidi, kina Kili. Yaani kiukweli kwamba ukishamwona mtu hadi anaenda BSS moja kwa moja, huyu ni mtu ambaye huwa ana nia na ndani yake ana uchungu ambao umepitiliza mpaka, kwa sababu sio kila mtu anaweza kwenda sehemu kama ile. Unajua sehemu kama ile ukishatoka mtaani kuna watu wanakukubali, wanakuamini, hapo kishaona umeanguka wale ndo wanakuwa watu wanakushusha. Sasa sio kila mtu anataka hivyo vitu, ila ukishaona mtu amejitoa kwa kila kitu anafika hadi pale, ujue huyo kwa namna moja ama nyingine ndani yake. Yayo TV nilikuwa na ndugu yangu hapa Luangwa Melody Boy, miongoni mwa watu ambao
watoto wazuri wenyewe wanamuita Sharukani wa kibongo, kutokana na namna ambavyo anavyopita kwa namna moja au nyingine kwa nyimbo ambazo rafudhi ya mapenzi wenyewe wanakwambia. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa channel yetu hii pendwa. Pia tunashukuru wewe mtazamaji wetu kukaa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kama ilivyo ada, mwisho wa kipindi kimoja ndio mwanzo wa kipindi kingine. Thank you for your time. Until next time.